na brother Morris utatusaidia, maana ni somo tutasoma kwa urefu kidogo, tupate picha kamili, alafu itakuwa ya baraka. Walawi 12. Amen. Ulimi umeenda mbio kutoka 12. Amen. Amen. Kwa mstari wa kwanza. Amen. Kutoka mlango wa 12 mstari wa kwanza. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana-kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana-kondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu. Kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana-kondoo. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika mimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoingia nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote, kwa amri ya milele. Amen. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu wewe ni Mungu. Haya yote Bwana uliyatenda na uliyanena kwa sababu ya kumleta mwanadamu kwenye asili yake. Baba, tukiwa tuko mahali hapa mchana wa leo,
ninauliza Roho yako Mtakatifu achukue nafasi kwa kila moyo mahali hapa, ili neno hili Bwana likaweze kuingia kwa kila moyo. Zaidi ya yote tunakufahamu wewe, kila ambacho ulikitenda pale msalabani, utukuzwe na uinuliwe, maana wewe ni Mungu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijafika pale mahali tumesoma ule mstari wa 14 una neno ambalo tutaongea kidogo. Nasema, na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtafanya iwe sikukuu kwa Bwana, mtafanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Amen. Hii mstari wa 14 inatupatia jambo hapa, inatupatia ya kwamba sikukuu ya Pasaka ni sikukuu kubwa sana katika haswa katika taifa la Kiyahudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii tukienda kwa taifa la Israeli, sikukuu ya Pasaka ilikuwa ni sikukuu kupitia maneno haya. Baada ya yote yalifanyika, baada ya yote kufanyika, Mungu anasema ya kwamba basi mambo haya yawe ni ukumbusho, kila mwaka kukaweze kuchinja kondoo. Hii itakuwa ni ukumbusho ya kwamba mmetolewa katika mikono ya Farao. Sema amen. Haleluya. Na ili twende vizuri ni kwamba Israeli walikuwa na sikukuu tatu kubwa. Amen. Israeli walikuwa na sikukuu tatu. Naweza andika hiyo maana ninafundisha kama unaweza. Sikukuu tatu. Sikukuu ya kwanza ni Pasaka. Sema amen. Sikukuu ya pili ni sikukuu ya Pentecost. Sema amen. Na hii ya Pentecost nafikiri unaanza kupata picha wakati ule Roho Mtakatifu anashuka, ya kwamba siku hiyo, juma ile ilikuwa ni siku ya nini? Ya Pentecost. Neno Pentecost haliji kwa sababu Roho Mtakatifu ameshuka. Hapana, ilikuwa ni siku maalum ya Pentecost kulingana na Mungu alivyomwambia Musa, kuwe na siku ya Pentecost. Sikukuu ya Pentecost ilikuwa ni nini? Ilikuwa wanasherekea Waisraeli kupata mavuno ya ngano. Sema amina. Na hii wacha nikupatie andiko, Walawi 23. Brother Morris, tuende hivyo na itakuwa ya baraka vizuri kujifunza sana. Walawi 23 mstari wa 15 mpaka 21. Utapata hiyo siku ya Pentecost, wakati walikuwa wamepata mavuno mengi, wangesherekea na wakaambiwa kila mwaka mtakuwa na sikukuu hii. Amen. Mambo ya Walawi mlango wa 23 mstari wa 24. Mstari wa 15. Mstari wa 15, sorry. Nanyi mtajihesabia tangu siku ya pili baada ya Sabato, tangu siku hiyo mliouleta mganda wa sadaka ya kutikiswa. Zitatimia Sabato 7. Hata siku ya pili ya hiyo Sabato ya 7 mtahesabu siku 50, nanyi mtamsongezea Bwana sadaka ya unga mpya. Mtatoa katika makao yenu mikate miwili ya kutikiswa, itakuwa ya sehemu za 12 za efa, itakuwa ya unga mwembamba, itaokwa na chachu, iwe malimbuko kwa Bwana. Nanyi pamoja na hiyo mikate mtasongeza wana kondoo 7 walio wakamilifu wa mwaka wa kwanza, na ng'ombe mume mmoja na kondoo waume 2 watakuwa sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana, pamoja na sadaka yao ya unga na sadaka zao za kinywaji, sadaka ya harufu ya kupendeza iliyosongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa
sikukuu hii ya pili, nitangulia kusema ya kwamba ilikuwa ni sikukuu ya Pentecost. Hapa wangevuna sana ngano, na hii Mungu akaamrisha ya kwamba kila mwaka mtakuwa mnasherekea sikukuu hii na iwe kwa vizazi vyenu. Kwa hivyo wakati wa Roho Mtakatifu kushuka, walikuwa wamekuja watu wengi sana Yerusalemu ili kusherekea sikukuu ya Pentecost. Amen. Ndipo ukisoma hiyo Acts, hiyo Matendo 2, unakuta kuna kitu pale unaweza shangaa. Hapo kuna watu wametoka Uarabuni, hapo kuna watu wametoka Misri, kuna wengine wametoka Syria, wengine wametoka mbalimbali wamekuja. Ukihesabu yanapatikana mataifa 15 walikuwa wako pale. Wale walikuwa wana asili ya Wayahudi, so walikuwa wamekuja Yerusalemu ili kuadhimisha sikukuu ya Pentecost. Kuadhimisha, wamepata mavuno, wanasherekea kwa sababu ya kupata mavuno. Sema amen. Na hii katika Agano Jipya inatupatia kivuli ya kwamba Roho Mtakatifu aliposhuka, maana ilifanyika sawasawa na Roho Mtakatifu kushuka, inatupatia typology hii ya kwamba katika hiyo Roho Mtakatifu kushuka, sema amen, yeye ndiye anasababisha mavuno. Yeye alikuwa wanaleta mavuno ya vitu kama ngano na kila kitu, lakini sasa Roho Mtakatifu analeta mavuno ya roho za watu. Yes. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Sasa hii ndio inaweka alama. Sema amen. Alafu hii Pasaka, hii sikukuu kama ya leo, pale inatufundisha kwamba katika kizazi cha leo ama Agano Jipya ya kwamba ni hivi, hao walichinja Pasaka. Ndio hiyo Pasaka itawasababisha watoke. Sema amen. Ili kuelekea Kanaani. Sisi nao kwa Agano Jipya, hii inatukumbusha hivi ya kwamba tulitolewa katika mikono ya nguvu za giza. Hiyo ndio maana tu. Sema amen. Katika Agano hii Jipya. Sema amen. Na tunasherekea, hao walisherekea, Wayahudi hata leo wanasherekea, lakini kama wanasherekea, hao wanasherekea kutoka nchi ya Misri kwa Farao. Sisi nasi tuliokoka, maana neema hii ilirudishwa kwa mataifa yote. Sasa sisi si kama Wayahudi, sisi tunasherekea kutoka dhambini kuingia uzimani. Ndiposa Warumi naye anasema ya kwamba sasa nyinyi mmekuwa warithio pamoja na Kristo. Wagalatia naye anasema ya kwamba sasa mmekuwa wana mfano wa wana wa Abrahamu kwa imani. Sema amen. Sikukuu ya tatu ambayo pia walisherekea ni sikukuu ya vibanda. Hii sikukuu pia ya vibanda ilikuwa ni sikukuu sana kubwa sana. Inapatikana Walawi 24 na mstari wa 33. Amen. Mungu akawaambia hivi ya kwamba sasa mtakapoingia katika nchi hiyo ya Kanaani, ya kwamba mkumbuke sikukuu ya vibanda. Na sikukuu ya vibanda ni hivi, walikuwa jangwani, na walipokuwa jangwani walikuwa wana mahema, na hao watu walikuwa wengi sana. Sema amina. Haleluya. Walikuwa wana mahema, na maandiko yanasema
neno Pasaka. Kiebrania wanatamka hivi Pas. Waibrania katika lugha ya Kiebrania, unajua Biblia limeandikwa Kiebrania na ikatoka Kiebrania ikaandikwa Kiyunani na ikatoka kwa Kiyunani ikaandikwa Kilatini, Kitaliano na ikaenda ikaandikwa pia Kijerumani na Kigiriki. Sema amen. Haleluya. Baadaye ikaandikwa Kizungu mpaka Kiswahili. Sasa neno Pas, Wayahudi waliita Pas na ilikuwa ina maana hii pita juu. Sema amen. Ina maana pita juu. Sema amina. Na hii tunaweka kabisa pale malaika badala apige, lakini alipoona damu aliruka juu. Sasa Israeli kwa neno la Kiyahudi wakaweka Pas, yani ruka juu. Neno maana ya Pasaka. Sema amen. Wayunani nao wana neno lao wanasema Pasko. Pasko ina maana pia pita juu bila kudhuru. Sema amen. Pita juu bila kudhuru. Poposa malaika yule alikuwa anapita, alipita juu bila kufanya kudhuru. Sema amen. Na Kizungu wanaita Passover. Passover, yani pita juu. Sema amen. Waswahili nao wanasema Pasaka. So yote ina maana moja. Neno Pasaka inamaanisha pita juu bila kudhuru. Sema amina. Sema amina. Sasa ili tuelewe vizuri maana ya Pasaka, haianzi hapa. Sema amen. Inaanza mbali sana. Pasaka, Waebrania inasema ya kwamba yote yalifanyika kwa agano hili jipya. Ilikuwa imefichwa kwa agano la kale. Pamoja anasema ilikuwa ni kivuli agano la kale kudhihirisha tena yale ambayo yatakuwa kule. Sema amen. Agano jipya lilifichwa katika agano la kale. Sema amen. Sema amen. So yote yalifanyika kwa agano la kale. Ilikuwa inafanyika, baadaye itafanyika dhahiri kupitia mzao Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili tuelewe maana ya Pasaka vizuri, wacha tuangalie hiki kivulivuli chake kilianzia wapi. Sema amen. Fungua nami Mwanzo 3 mstari wa 15. Mwanzo 3 mstari wa 15. Amen. Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante msomaji. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utamponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Sema amen. Mwanadamu alipoasi, hapa tunaanza kuona chembe kivuli kile ambacho tunakisherehekea siku ya leo. Ni hapa. Bwana Yesu asifiwe. Alipoasi mwanadamu, Mungu anasema ya kwamba wewe shetani utamponda mwanadamu. Sema amen. Kisigino. Sema amen. Utaponda kisigino na kuponda kichwa. Hii kwa ufupi kwa sababu ya wakati ni hivi. Kuponda kisigino, hii ni kazi ya msalaba. Sema amina. Kuponda kisigino ilikuwa inamaanisha Yesu kusulubishwa. Sema amen. Kuponda kisigino, kuponda kichwa inamaanisha kazi zote za ibilisi kuharibiwa baada ya Yesu
ambayo hilo ni kivulivuli ya kile ambacho kitafanyika baadaye. Mwanzo 3:20. Mwanzo 3:20. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Amen. Unaona? Hapa unaona kuna kitu kinafanyika kikubwa sana. Walipokuwa wanahangaika, majani si yanakauka, wanajifika majani, hawana nguvu, lakini Mungu ni wa huruma jamani. Mungu ni wa huruma tangia mwanzo. Yeye mwenyewe akahusika kuua mnyama. Sema amen. Kuua mnyama, damu ikatirizika kwa mnyama, hao wakapatiwa ngozi kujifunika. Sio kama umepata hapo? Yaani hapo ndio yaani kuna chembe, kuna vitu ambavyo vinaanza kuonyesha pale kazi ya msalaba inaendelea. Sema amen. Hapo maandiko sema wakapatiwa ngozi wakajifunika uchi wao. Hii ina maana ya kwamba damu ilitoka ndio wakapatiwa ngozi. Sema amen. Wakajifunika uchi wao. Sema amen. Mpenda kazi, yaani mpenda dhambi yoyote ako uchi. Sema amen. Mpenda dhambi yoyote yuko uchi, anahitaji vazi. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na pia ukisoma mbele mlango wa 4 mstari wa kwanza, hatutasoma, wacha uchukue hii andika ya kwamba tunaona kiwiliwili tena cha Pasaka. Tunaona kiwiliwili tena ya kwamba Habili akatoa mnyama. Sema amen. Akatoa mnyama, damu ikachuruzika. Wapendwa, hii imetoka mbali. Sema amen. Pasaka hii tunasherehekea leo imetoka mbali. Amen. Hii si kwa sababu ya Kaini na nani si wakatoa mwingine. Hapana, kuna kitu, kuna kiwiliwili Mungu anaweka ili kukomboa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Akachinja huyo mnyama, na maandiko yanasema kwamba dhabihu ya Habili ikakubaliwa. Hii tu si kwa sababu nyingine, maana alikuwa na uwezo Mungu pia kutengeneza moyo wa Kaini uwe safi. Maana akamwambia Musa, nitaufanya moyo wa Farao uwe mgumu. Pia yeye alikuwa na uwezo wa kutengeneza moyo wa Kaini kutoa vizuri, lakini ilifanyika hivyo ili hii sadaka ya Habili iwe ni kivuli cha Yesu Kristo. Amen. Wengine wao wanafundisha ama wanasema ya kwamba unajua ni kwa sababu haikukubalika hii ya Kaini kwa sababu alitoa nafaka, alitoa mahindi. Hapana, hiyo si sahihi. Kila jambo linafanyika lina sababu. Sema amen. Haleluya. Ukisoma Mwanzo 8 pia utaona kivuli tena cha Pasaka kinaendelea ya kwamba Nuhu alipotoka pale katika gharika, maandiko na takatifu inasema akachinja dhabihu, damu ikamwagika. Damu ilipomwagika, Mungu akasema sitaangamiza tena ulimwengu kwa maji, sitaangamiza, na ishara yake ni hii.
atakuwa baba wa mataifa mwenye, akaambiwa ahadi zote. Lakini mstari wa mlango wa 15 wa Mwanzo anasema ya kwamba na kizazi chako kitaenda nchi ya utumwa. Sema amen. Ni nini ambacho kinatafuta hapa? Ni taifa. Sema amen. Na Mungu ni mwajabu, alitafuta taifa. Alianzana na Abrahamu. Abrahamu yeye ndio kafanyika taifa la Israeli. Mungu akaangalia, akatafuta kabila katika hapo, katika uzao wa Abrahamu akatafuta kabila, katika uzao wa Yakobo akapatikana Yuda. Sema amina. Mungu akatafuta taifa, baada ya kutafuta taifa akatafuta kabila, akapata kabila ya Yuda. Sema amen. Hakutosheka pale, akasonga akapata ukoo na akampata Daudi. Umepata hiyo? Sema amina. Alianza kwa taifa, akaja hivi mpaka hapo kwa Daudi. Sasa amepata ukoo ambao katika huo ukoo Masihi atatokea. Sema amen. Amen. Haleluya. Sasa katika ukoo nao hakutosheka, kama angalia Daudi akalala, watu wote ambao walikuwa kizazi chake wakalala, miaka ikasonga sana, lakini katika huo ukoo wa Daudi kukapatikana familia, na ni familia ya Yusufu. Ukipigia Bwana makofi mazuri, hiyo inapendeza. Mungu ni Mungu mpangilio. Angalia kutoka taifa, sasa hiyo amepata nani? Amepata familia, na katika familia inatoka katika ukoo wa Daudi, na katika Daudi kutoka ukoo wa kabila ya Yuda, na katika Yuda anatoka kwa taifa ama Israeli, Yakobo. Sema amen. Haleluya. Na hapo katika hiyo familia ndio kukapatikana uzao, si uzao. Sema amen. Waebrania anasema Wagalatia anasema si wazao, anasema muzao, inamaanisha Yesu Kristo. Mposa Yesu Kristo akazaliwa. Sema amen. Sema amen. Sasa hapa ndipo kabla kufika pa ya kwamba ilibidi taifa hili likashuka, walikuwa bado wako katika hali ya watu kidogo. Maandiko yanasema katika Mwanzo 46 mstari wa 26, maandiko yanasema hivi, wakatoka kule Kanaani wakashuka wapi? Misri, wakiwa watu wangapi? 70. Sema amen. Sema amina. Sasa wakakaa Israeli, wakakaa Misri miaka 430. Sema amen. Sasa walipokuwa pale, baadaye Mungu akaona Bwana, sasa sasa nikamilishe Pasaka, lazima niwatoe, maana imetosha sasa, wamekamilika kuwa nini? Taifa. Tuko sote jamani? Leo ni mafundisho tu. Sema amen. Sasa wamekamilika kuwa nini? Taifa. Watu milioni 3 na wamekamilika kuwa taifa. Sasa ndo anamwita Musa katika Kutoka 3, anasema nenda ukawatoe watu. Sema mimi nilikuwa huko, nimezaliwa pale, nilikuwa mwanajeshi pale na nisomea pale, anajua yote. Nasema nitasemaje? Ni Mungu gani ambaye ametuma? Akaambia Bwana, waambie niko ndiye amenituma. Sema amen. Amen. Na ilikuwa si rahisi, lakini ikabidi wakatoka. Lakini kutoka kwao kulikuwa hivi, ilibidi Mungu apige miungu yote ya Misri. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kwa nini Mungu apige miungu ya Misri? Moja, kwa sababu wakati ule duniani watu walikuwa hawajamwelewa Mungu wa kweli ni nani. Sema amen. Sasa alipiga ili watu waelewe ya kwamba Misri si superpower, maana wakati ule ilikuwa ni taifa la nguvu kama vile Amerika, ya kwamba si wao wana nguvu, kunaye ambaye ana nguvu zaidi yao. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba ikabidi apige miungu yote. Mungu wa kwanza ambao walikuwa wanaabudu ilikuwa ni Mungu
river Nile, mto maji walikuwa wanaiabudu. Na Mungu ukisoma hivi haraka unasema Mungu akapiga ule mto na mto ukawa na damu. Hapana, hao Wamisri walikuwa wanaabudu mto wakisema ya kwamba unatoa uhai wao. So kila pigo ambalo lilipigwa Misri ilikuwa si kupigwa tu, ilikuwa ni kupiga miungu, kudhihirisha kwamba Mungu ndiye ana nguvu zaidi ya kila kitu. Sema amen. Akapiga hiyo mto ukabadilika ukawa maji yakawa damu. Sasa kwa vile walikuwa wameweka ndio Mungu, walikuwa wanatazamia ya kwamba huyo Mungu maji river Nile atoe jawabu ya kwamba arekebisha hiyo maji yawe safi, lakini iligoma. Sema amen. Walikuwa pia wanaabudu Mungu mwingine anaitwa chawa. Sema amen. Chawa, waliabudu chawa, walikuwa wameweka ni sanamu likubwa, wakaweka chawa. Walikuwa wanasema chawa hawajui wanatoka wapi, so wakatengeneza lidude likubwa raundi hivi, wakawa wanaliabudu Mungu chawa. Sasa Mungu ili athibitisha na nguvu akaleta chawa ili huyo Mungu wao aondoe chawa, akagoma. Siko unaelewana hapa? Sema amen. Yaani Mungu alikuwa anafanya hivyo makusudi, akaleta chawa. Mungu akamwambia Musa, inua mavumbi, akachukua mavumbi akayarusha, ukawa na chawa. Lakini kusudi ni kwamba huyo Mungu wao chawa aondoe chawa. Baadaye Farao anasema Musa, ondoa hawa chawa, maana hiki ni kidole chako. Sema amina. Sema amina. Pia walikuwa na Mungu mwingine alikuwa ni inzi. Huyu inzi waliamini hivi ya kwamba inzi analeta magonjwa. Sasa tukiweka Mungu huyu Mungu inzi atasababisha magonjwa yasiyo wapi? Misri. Sema amen. Sema amina. Lakini Mungu akasababisha inzi kila mahali. Sema amen. Mungu wao akagoma kuondoa inzi, wakalia. Mungu akasikia akaondoa. Sema amen. Pia wakawa wanaabudu Mungu mwingine dume la ng'ombe, wakasema dume la ng'ombe ndio ni ulinzi, tena si ulinzi wao peke yao, lakini inalinda mifugo yao. Wakawa wanaabudu dume la ng'ombe. Mungu akapiga hilo dume la ng'ombe, akaleta mvua ya mawe na radi, yaani mifugo yote ikaangamia. Sasa inafanya hivyo ili hiyo Mungu dume kama lina nguvu arudishe, hakurudisha. Sema amen. Sema amina. Sema amen. Na ni miungu kumi, lakini sasa ikafika hii ambayo hii niweka alama ya kwamba Mungu akamwambia Musa, nitafanya kitu hapa na Farao atawapatia nafasi ya kutoka mara. Sema amen. Lakini hii kitu ambayo nataka nifanye ni hivi: kila jamii, kila familia ichinje kondoo. Hapo unaona kiburi cha Pasaka. Sasa chukueni kondoo na mchinje na mweke kwenye vizingiti na nimo ya mlango hii, maana kuna kitu kitafanyika. Sema amen. Ni kitu gani? Kuua mzaliwa wa kwanza. Sema amen. Na mara nyingi labda umesoma pale, unaona mzaliwa wa kwanza anauawa. Ilikuwa ni kwa sababu huyu naye alikuwa kama Mungu. Sema amen. Yeye mzaliwa wa kwanza yoyote aliweka wakfu kwa hii miungu yote kumi. Kila mzaliwa wa kwanza wa Misri angeenda weka wakfu kwa hii miungu kumi. Sasa ndoposa Mungu akasababisha kwamba kwa vile mmeweka tumaini kwa mzaliwa wa kwanza, nitaua wazaliwa wa kwanza wa wanadamu na wazaliwa wa kwanza wa wanyama, ili tumaini lisiwe kwa mzaliwa wa kwanza, liwe kwa Mungu aliye hai. Sema amen. Na shangaa leo wanasema ati tunakomboa mzaliwa wa kwanza, ati hii si sadaka ya kuvunja takataka. Sema amina. Yani vilimalizwa hapo, akapiga mzaliwa wa kwanza wa Farao. Yule alikuwa keti kwa kiti akafa, wanajeshi wake wote wazaliwa wa kwanza mapema wakagundua hapa kumekucha. Akaita Farao, akaita Musa, akamwambia tokeni haraka. Na
hivyo ndio alichoma pumbavu, hivyo ndivyo walimpiga micheleni katoka na nyama. Sema amen. Walimpiga ile kofia ya limiba, kichwa yote kapasuka pasuka. Sema amen. Hiyo ndio kuchoma. Sema amen. Haleluya. Kuna mstari hapo Morris kama unaweza kupata, anasema na msile, yaani ile mboga ambayo mtakula na hiyo Pasaka, mule mboga ya uchungu. Sema amen. Haleluya. Umepata? Tena mtakula hivi kwa kuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka, ni Pasaka ya Bwana. Maana Mstari 8, watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Amen. Tena watakula, kama unakula ile Pasaka, mule na mboga zenye uchungu. Umewahi fikiria? Yaani unakula nyama kabisa inachomwa kabisa vile unajua kuchoma nyama, lakini ule na ile mchunga ya mchunga kabisa ile mmoja toa ile maji na unatafuna hiyo nyama, hiyo ladha iko kweli. Sasa Mungu anasema mule hiyo nyama ya kudani ya kuchomwa na nini na mboga za nini za uchungu. Hii mboga ya uchungu wapendwa ni nini? Ni kile ambacho walikuwa watapitia jangwani, uchungu. Sema amen. Yale machungu ambao walikuwa watapitia jangwani, ukosefu wa maji, chakula, yani jangwa limenyoka, yani jangwa limejaa, yani hakukai wanadamu wengine, hawa wanapita, yani uchungu. Sema amen. Sasa uchungu hapa wa mboga inabeba uchungu wa kile ambacho kilikuwa kinaendelea jangwani. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Ndio posa katika sisi ambao ni wa kizazi, unapopitia hali ngumu, ujue ya kwamba endelea, maana huo ni uchungu. Lazima ule huo uchungu. Usa mtu mwambie lazima ule huo uchungu. Si unataka kufika Kanaani, kula huo uchungu. Sema amen. Ninaona pale hata kama watoto walikuwa hawataki kula hii na hii ni chungu, kula chungu, kula kabisa, kwa sababu ni amri kutoka kwa Bwana, kula mboga za uchungu. Ina maana ya kwamba yani mtapitia hali, lakini hata hivyo hatima ni kwenda Kanaani. Sema amen. Amen. Pastor Corinthians anasema hivi, Wakorintho wa kwanza anasema hivi, majaribu hayakuwapata ninyi tu ili kuwatoa, lakini kwa sababu ya kuwajipitisha akafungua mlango hata unapopitia hali hiyo. Sema amen. Haleluya. Yakobo naye anasema ya kwamba furahini mnapoangukia majaribu mbalimbali. Sema amen. Ni hii uchungu mpendwa, Pasaka tu si kusherehekea Pasaka, lakini pia katika safari hii kula uchungu. Chungu, kula uchungu. Chungu lazima ule. Kuna uchungu ya sisi bwana Kimo, tulikuwa na magari Land Cruiser. Ya kwamba safari ya mbinguni ni uchungu. Sema amen. Ni uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna jambo lingine hapa ambalo la ajabu sana. Soma Ufunuo 10:13. Mstari wa 10. Hai. Kuna jambo la ajabu sana. Ukombozi wa wanadamu. Ufunuo 13 mstari wa 10. Amen. Ufunuo wa Yohana mlango wa 13 mstari wa 10. Sema, mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira na imani
ya watakatifu. 14. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu. Amen. Rudi nyuma mstari wa 8 ndugu yangu, mstari wa 9. Mstari wa 9. Mtu akiwa na sikio na asikie. Mstari wa 8 pia. Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Amen. Ndio natafuta hapa. Amen. Haleluya. Unaona pale mahali tumeanzia katika Kutoka 12. Nasema huyu mwana kondoo atatengwa siku ngapi? Siku 10. Amen. Kabla kuchinjwa kuwatoa, alikuwa mwana kondoo atatengwa siku ngapi? Naomba tu hapa sasa. Hapa kuna pointi ya ajabu. Yaani alitengwa huyu mwana kondoo siku ngapi? Siku 10. Kabla ya nini? Kuchinjwa. Na kumbe Yesu naye alitengwa kabla ya misingi ya dunia. Ndio connection. Yaani mwana kondoo huyo ambaye alisababisha watoke alitengwa siku ngapi? 10. Alafu ndo akachinjwa. Asiwe na doa, asiwe na Yesu naye alitengwa kabla ya misingi ya dunia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea pale katika Agano la Kale lilikuwa inaashiria ukombozi ambao utakuja. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Sasa twende 1 Corinthians 5:7. Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa 7. Ndio sasa tutaconnect na Agano Jipya na tuone kile ambacho Mungu alifanya. Amen. Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa 7. Basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge lipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu ya wakati tukitoka Agano lile la Kale, sasa hapa Agano Jipya anasema ya kwamba basi jisafisheni mkatoe ile chachu. Sema amen. Ile chachu. Na hii chachu inapatikana hapo pale ambapo tumesoma Kutoka 12. Waliambia wasile mkate ambao umechachwa. Ni kwa sababu gani? Mkate ambao ulikuwa umechachwa ulikuwa na vipengele kadhaa. Mungu aliwakataza kula mkate ambao umechachwa. Sema amen. Lakini wale mkate ambao haujachachwa kwa leo ni kama ile hamira. Sema amen. Amen. Sasa walikuwa hawaweki katika Israeli katika sikukuu na katika hali zote za juu, walikuwa hairuhusiwi ya kwamba wale mkate ambao umewekwa vitu kama hivyo. Sema amen. Naposa hapa Paulo anasema ya kwamba basi jabishani mtoe ile chachu, kama kuna chachu itoke. Sema amen. Amen. Tunapata hiyo? Amen. Hapo kwa leo chachu ni nini? Dhambi. Toeni dhambi. Sema jisafisheni mkatoe chachu ya kale. Chachu ya kale, dhambi. Amen. Amen. Mpate tu wadonge jipya. Na kama vile mlivyo hamkutiwa chachu.
vitu vyote ambavyo vinaweza kukinzana na tutoe hiyo chachu, itoke, maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa, yaani Yesu Kristo. Sasa ndio tunakuja kwa uzao huu ama kizazi hiki, tunakumbuka Agano Jipya. Yesu saa kama hii, saa 5 inaendelea, yuko tayari msalabani. Sema amen. Maana yote alifanyika mwendo wa saa 2, kati ya saa 2 na saa 3 alikuwa wanamalizia pale chini na kumweka pale Golgotha. Sema amen. Sasa yote yalifanyika haya kwa sababu ya wanadamu, yaani kote ambao tumetoka kutoka Adamu kwenda mpaka kote mpaka Misri, yote haya yalikuwa yanamtafuta nini? Ukombozi kamili wa wanadamu, kwa sababu Agano la Kale hata wangelipata kila mwaka kutoa sadaka, lakini hazingeweza kuwasafisha. Sema amen. Twende Waebrania 10. Sasa tuko kwa Agano Jipya ili tuelewe zaidi na zaidi kwa dakika kidogo ambazo ziko mbele, baadaye tutoke. Now Brother Morris 9:23 tuanzie hapo. Amen. Waraka kwa Waebrania mlango wa 9 mstari wa 23. Basi ilikuwa sharti nakala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo, lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Amen. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndiyo mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Wala si kwamba ajitoe mara nyingi kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Kama ni hivyo, ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa asitambue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja asichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Waebrania anaweka picha vizuri kabisa. Anasema ya kwamba kama vile Waisraeli walikuwa walichinja Pasaka wakatoka, pia wakaambiwa iwe ni amri ya milele. So miaka yote kabla ya Yesu walikuwa kila mwaka wanasherehekea Pasaka na wanachinja dhabihu. Sasa Yesu alipokuja alimaliza dhabihu zote. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipokuja alimaliza dhabihu. Hawangeenda kila mwaka kutoa dhabihu, lakini baada ya pale wanaendelea na mambo yao. Inapofika mwaka wanaenda tena. Maandiko matakatifu yanasema hata dhabihu za mbuzi na fahali hazingeweza kuwasafisha, lakini dhabihu moja ya Yesu Kristo inatutakasa sote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hao walikuwa na bidii ya kubeba ile damu na kwenda, lakini Yesu alipokuja, jambo la kwanza ya kwamba yeye akafanyika sadaka, na si hilo peke yake, yeye akawafanyika kuwa fidia ya wanadamu. Haleluya. Walikuwa wanaingia katika hema lile limetengenezwa na Musa, lakini Yesu alipokuja akasema hapana. Baada ya kifo pale msalabani, anasema sasa hema ni la mbinguni, si hili tena ambalo lilikuwa ni hapo. Hema ni wapi? Mbinguni. Tulikuwa tunaenda kule kwa kuhani ili kuombewa pale patakatifu kupitia ile damu, lakini yeye alituchukua, yeye akaingia na sisi mahali patakatifu
Sema amina. Ya, hasa hapa ndio wakufurahia zaidi ya kwamba Pasaka, tunaposherehekea Pasaka, si Pasaka tu, maana leo kuna wengi wanalewa, kuna wengi wanazini, kuna wengi wanafanya uchafu huko nje wakisherehekea sana hii Pasaka. Lakini wapendwa, hii kitu iko ndani sana. Ukombozi ulitoka mbali na Yesu ndiye mkombozi wa wanadamu. Amen. Amen. Nasema sadaka hazingeweza kumtosheleza mwanadamu. Hii ni kitu ambacho wapendwa ni ajabu. Yeye katika Ufunuo 5 akasema mimi, akasema basi mbinguni kukanyamaza, mbinguni kukanyamaza, maana yule ambaye ilisikika sauti, ambaye yule ambaye anaweza vunja ile mihuri. Lakini watu wengi kule mbinguni wakanyamaza, malaika wakanyamaza, wazee 24 wakanyamaza. Yohana akawa analia. Ukisoma Ufunuo 5, Yohana akalia akasema, ni nani ambaye anaweza kuchukua hii kitabu na kuvunja mihuri yake? Maandiko matakatifu inasema Yohana akawa analia, maana hakukupatikana mzee, maana hakukupatikana malaika, maana hakukupatikana yoyote. Maandiko matakatifu inasema mzee mmoja akaenda mpaka kwa Yohana akasema, Yohana sikia, usilie Yohana, usilie Yohana, simba wa kabila wa Yuda, yeye anastahili kuvunja ile mihuri na kuvunja mihuri yote. Yeye ndiye atatoa kile kitabu na kuvunja mihuri yote. Sema haleluya. Sema amina. Yani mbinguni hakukupatikana malaika ambaye anaweza vunja mihuri ya kile kitabu. Yani wazee 24 wanaitwa watakatifu, wanaimba watakatifu, lakini hakuna mmoja ambaye anaweza vunja mihuri ya kitabu kile. Ilikuwa anastahili mmoja ambaye ataenda kwa nduguze, ambaye atachukua mwili. Wale ambao wako kule mbinguni, wapendwa, hawana mwili. Kule kuzimu ni roho. Hapa duniani wote walikuwa wamefanya dhambi. Kwa hivyo tulipatikana, kulikuwa unatafuta mmoja ambaye hakai kama roho, kama malaika, na hakai sisi ambao hapa duniani wengi wamefanya dhambi na kuzimu, ambao ni malaika, yani mashetani na roho zikazi kuzimu. Sema amen. Melewa hii kwanza. Yani yule ambaye alikuwa anastahili kuvunja ile mihuri kwa kile kitabu, ilikuwa kichwa kwanza awe tayari kuwa kama ndugu zake. Hapo nimeeleweka? Yani sisi wanadamu, ndiposa Yesu akaingia kwa tumbo la Mariamu akazaliwa ili awe na damu. Kule mbinguni malaika hawana damu. Hapa duniani nao walikuwa hakuna mtu ana qualify kwa sababu wote wana dhambi. Kule chini ya nchi nao ni roho ambazo zinangojea hukumu. Sasa kupatikane mtu ilikuwa ni kosa, lakini simba wa kabila wa Yuda akamwambia anastahili kuvunja mihuri yote. Sema amen. Sema amen. Wapendwa, yani hii haikuwa rahisi, haikuwa rahisi, lakini Yesu akajitoa, akaja akawa kama mwanadamu, akaishi kama mwanadamu, akakaa kama mwanadamu, akala kama mimi na wewe, lakini kusudi moja, akaweza kumkomboa mwanadamu. Amen. Nilipofika siku ile, ukiona siku kama ya jana Alhamisi, ya kwamba ilikuwa ni siku ya kilio, anaenda pale kwa ile jiwe, anaomba, machozi yanatoka, yani jasho linatoka kama damu. Ilikuwa ni simanzi, ilikuwa ni yani giza, yani ilikuwa kuna kazi kubwa, akiangalia kumkomboa mwanadamu. Wacha wale wasikari walifanya, yeye aliona picha yote, maana yeye ni Mungu. Aliona picha yote ya mateso, aliona picha yote ambayo atafanyiwa mwana wa Mungu. Sema amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakamtundika pale msalabani, wakamgongomea pale msalabani, damu ikatoka, kile ambacho kilikuwa kutoka 12. Pasaka akachinjwa, naye Yesu akachinjwa. Kwa nini hakuweza kupatiwa kitu tu akafa? Kwa nini ilikuwa si kifo kingine tu, kufa ama mke amekufa?
ile ghadhabu yote ya dhambi, yani yote hiyo alikuwa ndio akichukua. Sema amen. Ile uchungu wote, ile ghadhabu yote wewe ungepitia, yeye akapitia kwa sababu tupate uzima. Sema amen. Sema amina. Haleluya. Sasa tunahitimisha hivi. Kifo cha Yesu kilileta nini? Sema amen. Kifo cha Yesu kilileta nini? Kifo cha Yesu kilileta ukombozi. Sema amen. Kama unaandika nitakusaidia sana. Kifo cha Yesu, jambo la kwanza, kilileta ukombozi. Ukisoma Petro wa kwanza 1:18 nasema ya kwamba hatujakombolewa kwa vitu vinavyoharibika kama dhahabu wala fedha. Tumekombolewa kwa damu. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Sema amen. Kifo cha Yesu kilikuwa ni cha ukombozi. Amen. Brother Morris, Amen. Yeah. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa kwanza mstari wa 18. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani ya Kristo. Amen. Amen. Unaona ile mwili kwa kati ya kitoka inachurudia hapo. Yaani kitu ambacho hakina mawa. Sema amen. Amen. Damu ya Yesu ya dunia hii. Hili inakushangaza, hii inashangaza. Na naomba uendane katika hili somo, uendane kabisa. Yaani wanadamu hawalali, wanatafuta fedha. Wanadamu wako kwa migodi, hata vile tunaongea. Wako kule, wanafinyika, wengine wanakufa, lakini wengine wanaanza tena kuchimba migodi ili wapate dhahabu. Lakini maandiko yanakiri, Petro anasema umekombolewa si kwa fedha. Sisi tukombolewa kwa fedha. Hii ni potofu ambayo imeingia duniani. Ati tunakomboa kwa fedha, ati lete pesa ili nikombee, ati lete pesa ili nikombee. Hii imetoka wapi? Sisi hatukombolewi kwa kupeana pesa, kwa kupeana vitu. Hatuombewi kupata uzima kwa kupatiana vitu. Sisi tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Amen. Amen. Kifo cha Yesu pia kimeleta upatanisho. Kifo cha Yesu kimeleta upatanisho. Soma nami Warumi 3:25. Hizi maandiko kama unaweza kuandika, kama unaandika itakuwa vizuri.